Mungu atakupa neema ya kububujika zaidi na zaidi. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo wewe ni mwema, kwa jinsi ambavyo uwepo wako asubuhi ya leo ni mkubwa. Karabasata sekerebe saka, ninakutukuza na kuinua. Haleluya. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Naomba nisikie amina. Nasema kwa jina la Yesu. Amen. Nisikie amina kubwa. Haleluya. Amen. Utapata muda wa kububujika tu. Tunaendelea na somo letu kuvikwa nguvu. Kwa wale wanaofuatia kwa njia ya mtandao, tumeanza na lengo letu, tutafika pahali pazuri sana. Na somo hili nitaendelea nalo ni mfululizo. Katika somo hili mwambie Mungu akusaidie. Nilikuwa naandaa somo hili nikajua kwamba kanisa la Mungu limepoteza ile kitu ambacho Mungu alikiachia, ambapo ni karama za Roho Mtakatifu, na nitazidadavua vizuri hizi karama za Roho Mtakatifu, sababu wengi wamebaki na kunena kwa lugha peke yake. Lakini zaidi ya hapa, nilipokuwa naomba, nikaomba Mungu kwamba katika somo hili kwenye ile karama ya unabii, kuna watu ambao tutasikia kabisa jinsi ya karama ya unabii inafanya kazi na jinsi ambavyo karama ya kutafsiri inafanya kazi. Kwa hiyo kuna watu watapokea karama ya unabii na watatoa unabii. Kuna watu watakao tafsiri. Kuna watu ambao watapata karama ya eneo la maarifa na wataanza kutembea katika hilo. Kuna watu watatembea katika karama za uponyaji, karama za eneo la hekima. Lakini kuna watu watapokea karama za huduma mbalimbali. Amina. Kwa hiyo itakuwa ni somo la tofauti, lakini ni somo ambalo limejaa maarifa, na katika somo ambalo limejifunza darasani, kupitia kusikiliza watumishi wengine, kupitia mwenyewe kutembea katika karama hizo, naamini na uwezo wa impact. Na kwa neema ya Mungu nimeona karama ya neno la imani kufanya kazi kwenye maisha yangu. Nimeona karama ya neno la maarifa kufanya kazi kwa nguvu. Amen. Nimeona karama ya unabii kufanya kazi kwa uchache wake, na kwa hiyo natamani hivi vipawa viingie ndani ya kanisa. Najua kwamba Mungu atanipa neema ya kuweza kuandaa kongamano kubwa la kufundisha karama za Roho Mtakatifu. Amen. Na hiki ni kitabu kinachoandaliwa cha Roho wa Uzima. Kwa hiyo nataka uwe makini kusikiliza, na anafundisha hata yule ambaye ni mgumu kuelewa aweze kuelewa, lakini hata yule ambaye kwenye level ya juu, wale wanaosikiliza kwa njia mtandao, labda wachungaji, kuna kitu ataweza pia na wenyewe kujifunza katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu na kamata anga hili. Roho Mtakatifu na kamata eneo hili sasa hivi. Liko chini ya utawala wako, na wewe Bwana utakwenda kusaidia watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa sababu nafundisha, nataka nione Biblia yako. Kama una Biblia, hebu nipungie hivi Biblia, hata kama ni kwenye njia ya iPad, kwenye njia ya simu, lakini hata kama ni Biblia kama ya kwangu, punga namna hii. Punga namna hii. Punga namna hii. Na wale ambao pia wana madaftari, naomba wapunge namna hii. Amen. Lakini pia naomba watalii waliokuja hawana daftari, hawana Biblia, wapunge. Watalii naomba mnipungie, maana yake umekuja kutalii. Asante watoto wale kule wamekuja kutalii, punga namna hii watalii. Amen. Barikiwa watoto. Kuna watu hapa naona wamekuja kutalii. Amen. Sawa. Yote ni mema. Haleluya sana. Amen. Ninafundisha, nataka uandike na Mungu atakusaidia. Tulizungumza upako, tunaanza na upako, na tukasema kwamba upako ni kutengwa na Mungu kwa ajili ya huduma. Haleluya sana. Amen. Tunasema upako ni kutengwa na Mungu kwa ajili ya huduma, na tukasema ile neno upako kama Yesu jina lake Kristos au Masihi ni mpaka mafuta wa Bwana. Amen. Tukaona katika Agano la Kale
kwamba wafalme wamepakwa mafuta, tukaona makuhani wamepakwa mafuta, manabii wamepakwa mafuta. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa leo nataka, nishasema hayo mengi, sitaki kwenda huko. Leo nitasogea mbele kidogo, nitazungumza kwa haraka jinsi ya kutembea katika upako wa Roho Mtakatifu, jinsi ya kutembea katika upako wa Roho Mtakatifu. Nisema unapokuwa umepakwa mafuta unakuwa wa tofauti. Mafuta yale ndiyo yanasababisha watu wakusikilize, yanasababisha uwe wa tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima ujue kuwa umepakwa mafuta. Ili utembee, lazima utambue. Kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 10:38 nisomee pale. Matendo ya Mitume 10:38. Lazima ujue kwamba umepakwa. Sio kitu ambacho unabahatisha. Na unajua kabisa, kama ni mwimbaji unajua nimepakwa mafuta, kama ni mhubiri unajua umepakwa mafuta. Ndivyo ambapo yale mafuta yatafanya kazi. Kwa hiyo lazima kwanza utambue umepakwa mafuta, na sisi wote tuliokoka tumepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tembea kwa ujasiri. Matendo ya Mitume 10:38 nasema habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Haleluya. Jinsi Mungu alivyompaka mafuta, si ndivyo jamani? Alivyompaka mafuta hajakaa. Kwa sababu amempaka mafuta akaanza kuenda huku na kule akiponya wagonjwa, kwa sababu alikuwa anajua ni mpakwa mafuta. Wakati mwingine tunaposema tumeokoka, wanasema mnajifanya nyie. Kwa nini useme umeokoka? Umeokoka kama ni mpakwa mafuta, wewe ni mpakwa mafuta. Haleluya sana. Amen. Lazima ujue. Wachezaji wa mpira ambao wana vipaji wanajua kabisa mimi ni star. Hata kutembea kwake anatembea kama star. Waimbaji ambao hata wa secular lazima wanajua hata uvaaji wake, na wale wanaojua thamani yake, hata unakuta jinsi ya kualikwa kuna namna ambayo anajua mimi ni star. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa nataka na kwanza, lazima wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Haleluya sana. Kwa ili utembee, lazima ujue kwamba nimepakwa. Jambo la pili, hata nenda kwa haraka, lazima ujifunze kuongea maneno ya imani au uongee kwa imani. Samueli wa kwanza 17:32 mpaka 37, nenda 45 tutasoma habari ya Daudi mahali hapa, kama anapofika anakutana na Goliath pale. Alijua amepakwa mafuta, kwa sababu tulishasoma alipakwa mafuta kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, tulisoma kwa 16. Alipakwa mafuta. Kaya anapokutana na Goliath anajua yeye sio wa kawaida. Watu walimdharau, kaka zake akamwambia wewe ni mtoto mdogo tu, lakini yeye alijua ni mpakwa mafuta. Kaya nataka na wewe ujue umepakwa mafuta. Unakwenda kufanya, unakwenda kuhubiri, sio kwa sababu umesoma chuo cha Biblia peke yake, sio kwa sababu labda una degree ngapi, lakini ni kwa sababu umepakwa mafuta. Mapepo unayakemea kwa ujasiri. Nishakueleza zile nguvu ambazo Roho anaweka ndani mwako. Unajua kwamba wewe una dunamis ndani mwako, kama wewe una exousia ndani mwako, hautaogopa kukemea mapepo. Kama akasema na kujia kwa jina la Bwana wa majeshi, sio kwa nguvu zake, sio kwa uzoefu wake wa vita, lakini kwa sababu kapakwa mafuta. Nami naomba mahali hapa watu wapakwe mafuta, waende huko wakatende miujiza. Unapohubiri huko mtaani, unaenda kwa ujasiri. Haleluya. Sema amina tena. Kwa sababu umepakwa. Haleluya. Nataka sema na kuchia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hata kwenye biashara, ije biashara yako, tamka kwamba wewe ni mshindi, kwamba utafanikiwa kwenye ndoa yako, kwenye kila kitu. Usiongee kwa unyonge tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Jambo la tatu, lazima ujifunze kujiachilia katika Roho Mtakatifu ili utembee katika upako, ili utembee Mungu akutumie. Tunasema to yield to the Holy Spirit. Maana yake kujiachilia, maana yake kutii. Amen. Kama unatembea katika utii wa Roho Mtakatifu, hauwezi kutembea katika Roho Mtakatifu kama hautii. Anaweza kuambia fanya jambo hili,
Haleluya sana. Amen. Fanya hiki, lazima utii, ili kwamba uweze kutembea katika ule upako, utembee upako, uachilie, lazima utii. Na ndio shida kubwa ya watu wengi, kama Yesu alivyosema, kama mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Watu wameshasoma ile andiko, halifanyi kazi mpaka umeenda kuweka mkono juu ya mgonjwa. Ina Bwana barikiwe sana. Amen. Nilikwambia wakati mmoja nilipokoka nikiwa mchanga kabisa, nikasoma hilo andiko, taweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Nikasoma hilo andiko kama utakemea mapepo yatatoka. Nilikwambia nilienda kuweka mkono kwa kichaa, yani hakuna kilichotokea, yani hajatikisika. Nikasema kwa jina la Yesu hamna chochote, alibaki vile vile alivyo, lakini nilijaribu. Kwa hiyo upako utafanya kazi pale unapoanza kufanyia kazi. Haleluya, amen. Kama Roho akikwambia fanya kitu, wewe fanya. Amina, haleluya sana, amen. Nataka usikae tu, kwa lazima utii. Kwenye ile Wathesalonike wa pili utaandika, Wathesalonike wa pili sura ya 5:19 na Efeso 4:30. Tusome pale Wathesalonike wa pili 5:19, kama lazima uanze kufanya, uchukue hatua. Nikwambia siku moja nilienda kwenye mazishi, mchungaji akasema, kama mmesema ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni mapepo. Akasema wachungaji wameishia kwenye kutakasa wenye ukoma, wameishia kwenye kupoza wagonjwa, lakini hawafufui wafu. Halo, amen, glory. Unasikia anachosema? Akasema, mama mchungaji alikuwepo, akasema leo mimi nakwenda kufufua huyu maiti. Akasema na mimi nitasogea niangalia. Nikasogea, jamaa akasema funua jeneza. Akafunua jeneza, akaanza kuomba pale. Njoo, watu wote wamekaa pale. Ongeza maneno, ongeza. Anaomba pale maiti, na mimi niko pale naangalia, lakini maiti hajafufuka. Yona, maiti hajafufuka, lakini mimi nilipenda kwamba alijaribu, na akasema sasa mnaruhusiwa kuzika, kwa sababu huyu tumeshajaribisha na tumeshaomba, huyu tumegundua amefanya nini, kafa. Kwa hiyo akazikwa. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Lakini akiendelea mara hivyo akatii, kama angekuwa ametii, ni Mungu amwambia, kuna kitu kingetokea. Mnanisikia nachokisema? Amen. Petro akaambia, kama ni wewe Bwana, niruhusu nipite kwenye maji. Petro alipoambiwa njoo, alipotii, alitembea juu ya maji. Ni shida, naona mashaka. Kaya nataka kusema ili kile ambacho Mungu anakuambia, kama ni biashara, usiangalie watu wanasemaje, usiangalie mazingira yakoje, wewe tii kile Mungu anachokuambia. Mnanipata nachokisema? Amina. Ili utembee kwenye upako. Petro akaambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako. Sema kwa neno lako. Kwa neno lako. Sema kwa nguvu, kwa neno lako. Kwa neno lako. Sema kwa nguvu zaidi, kwa neno lako. Kwa neno lako. Tutashusha nyavu. Tutashusha nyavu. Sema kwa nguvu, kwa neno lako. Kwa neno lako. Tutani jamani. Tutashusha nyavu. Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa kilichosababisha muujiza utokee ni ile kushusha, ni ile kutii. Mazingira ya kawaida yanakataa. Samaki wanapatikana usiku, sio mchana. Wakati Petro walikuwa ni wavuvi ambao ni professional, lakini walishusha nyavu kwa neno la Bwana. Amen. Na ule upako ukazirika na samaki wakapatikana mpaka nyavu ikapasuka. Nasema kwa jina la Yesu, samaki wapatikane mpaka nyavu ipasuke. Amen. Mpaka nyavu ikatike. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Sema amina kwa nguvu. Amen. Unapotii inawezekana. Haleluya. Chukua hatua ya imani, ndio utaanza kuona. Sasa haitatokea kama hujaanza kutii yale Mungu anayokuambia. Haleluya sana. Amen. Haleluya sana. Amen. Nasema haleluya sana. Amen. Mungu aliponielekeza leo habari ya sadaka ya maendeleo haikuwa rahisi, lakini ningekaa nisipotumia kutii kile Mungu anachosema, haitatokea. Haitatokea. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Mungu ametupa
neema, na ametuambia tutajenga magorofa hapa. Tumeshachora na ramani. Amina. Na mwaka kesho tunataka kuanza kwa ajili ya Yesu. Mtaa Maranatha utaitwa mtaa wa magorofa. Amen. Nasema mtaa wa Maranatha utaitwa mtaa wa magorofa. Amen. Nishushe magorofani. Amen. Nasema nishushe magorofani. Amen. Lakini upako ule utadhihirika kama tutatii anachosema. Amina. Sema amina, sema amina. Amen. Sema amina, sema amina. Amen. Wakati mmoja nilitii, nikatii, Mungu akaniambia, Kebo, unafahamu gari fulani niliuza laki 7. Gari ile nakumbuka. Tena wewe mtu nini? Nilikuwa sasa mimi sijakuelewa. Nikafikiri naambia usiseme huko mtandaoni. Nilikuwa pale hilo gari pale. Na wewe mtu anyalipa langu yote. Tukauza laki 7. Haleluya sana. Mungu akaniambia ile hela niitoe. Joyce, nikachukua ile hela. Alafu nilikuwa na safari ya kwenda Korea Kusini. Haleluya sana. Amen. Kila mtu nilipomweleza akanitumia $300 hela ya kula. Amen. Amen. Hela ya kula tu njiani. Hiyo sasa laki ngapi? Almost laki 7 hivi. Sasa hivi, laki 760. Huko vizuri mwa mchungaji. Haleluya sana. Amen. Nikajumlisha pale ikawa $1,000,000 na kitu. Nikaitoa sadaka kwa Bwana. Nikamwambia Mungu, napoenda kwenye safari yangu huko, nataka unikumbuke. Nilibakiwa na $20. Dola ngapi jamani? 20. Nilipofika nilipanda ndege, nilipandia Ethiopia pale, sio naitaga Boma, sikumbuki hiyo ndani yao. Nilifika pale, nimeshuka pale na $20. Kumbuka nilipele ya kula, mimi nikatoa sadaka. Sababu nataka, Mungu amenisisitiza nitoe. Nimefika pale, soda siku nauza $3, soda kadogo tu. Chakula hilo $20, angalia, haiwezi kulipa chakula. Nikasema kiherehere cha kutoa hela. Si nilipo hela ya kula nimetoa mimi hapa. Basi nikabidi niwe soda tu. Alafu sija chakula cha mchana. Nikala cha jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye safari hiyo Mungu alinipa milioni zaidi ya 20. Amen. Jamani, sina usio kunikopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sina, zimeshafanya kazi ya Bwana. Haleluya sana. Lakini nilitii. Amen. Amen. Kuna wakati mwingine Kinondoni, nilikuwa Kinondoni. Mixer ile ya Kinondoni nilinunua, Mungu aliniambia leta shilingi $600. Nilikuwa nasafiri kwenda Marekani. Kaambia safari yangu ya Marekani, natoa hii hela, nisaidie. Nirudi na sio chini ya milioni zaidi ya 10 na kitu. Amina. Haleluya sana. Amen. Haleluya sana. Lakini ni utii wa kutoa. Kama nilitii, ule upako unaachiliwa pale unapotii. Kwa hiyo kama utii, hamna kinachotokea. Nisome hapa. Some. Wathesalonike wa pili 5:19. Wa kwanza 5:19. Wa kwanza 5:19. Inasema ndio. Msimzimishe roho. Msimzimishe roho. Msitweze unabii. Msitweze unabii. Jaribuni mambo yote. Hapo tumsimzimishe roho wala usitweze nini unabii. Roho anapokuambia usitweze, tutaanza kujifunza kwenye mambo ya unabii huko baadaye. Lakini anapokuambia wewe huwezi kuona kwa sababu haujasikia. Haleluya. Haujatii. Ukianza kutii utashangaa. Kwa hiyo inatakiwa ni utii. Sasa utii haijalishi unaangalia mazingira yakoje. Kwa Mungu akikwambia, watu wengi wanaambiaga watu, kipimo cha kwanza cha kusikia Mungu anasema na wewe ni kwenye utoaji. Amen. Haleluya sana. Angalau Mungu anakuambia, unasema huyu hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Haleluya sana. Huyu hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Lakini hapo hutaweza kuona. Sasa tutakusema mambo mengi, lakini ili uachilie upako lazima utii. Lakini jambo la 4, lazima ujifunze kuheshimu wale ambao wanatembea katika upako. Andika, lazima waheshimu wale wanaotembea katika upako. Mtu mmoja akasema upako unaoheshimu ndio upako utakao kuhudumia. Sema kwa sauti kubwa, upako unaoheshimu
Upako unaoheshimu ndio utakao kuhudumia. Ndio utakao kuhudumia. Sema kwa sauti kubwa, upako unaoheshimu. Upako unaoheshimu ndio utakao kuhudumia. Ndio utakao kuhudumia. Watu wengi hawapokei au watembea katika upako kwa sababu hata wale waliopakwa mafuta hawawaheshimu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Najua ni rahisi kusema hata mimi niko sawa na yeye. Ndio maana kwa mfano hata kama mimi ni mchungaji, jana alipokuja hapa mtumishi wa Mungu nilikuwa naandika kwa sababu najua kwamba kabeba kitu. Sasa kusema mimi nimeandika kitabu cha uongozi na nafundisha masomo ya uongozi. Naye kaja kufundisha uongozi. Na sasa mimi najua lazima uheshimu ule upako. Ndio maana ili utembee katika upako lazima uheshimu wale waliopakwa mafuta. Amen. Haleluya sana. Amen. Na shida kubwa ya kanisa la Tanzania, shida kubwa ya Watanzania wengi hawathamini vya kwao. Mnanipata hiyo kusema? Ndio. Yaani hawathamini kama tamani akija mgeni fulani kwa huyu ndo kiboko. Unaweza hata uko hapa kanisani kwako, unaweza usimheshimu mchungaji wako, usiamini ule upako anaobeba, hautapokea. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa sababu Mungu ameweka hapa ule upako ili ukuhudumie, lazima uheshimu. Amen. Kama uheshimu ule upako, utafanya kazi bure. Nishasemeka mimi siku moja na nasema tena, kama unakaa kanisa haumpendi mchungaji, haumkubali mchungaji, ama kanisa. Nimesema nini? Ama. Sasa kwa unakaa hapo sababu utapokea chochote. Hamna. Ukama anakukwaza, viatu vyake vinakukwaza, kichwa chake kinakukwaza, kila kitu kinakukwaza, kila kisema na mama ilimeanza tena hilo. Hivyo unasema hapo hivyo, unapokea laana baada ya kupokea baraka. Sasa lazima uheshimu ule upako. Amina. Haleluya sana. Amen. Nasema haleluya sana. Amen. Sema kwa nguvu amina. Sema amina. Amen. Wewe nikwambie, wale watumishi wanaonekana ni wakubwa, sio wakubwa kwa sababu ya kingine chochote. Ni wakubwa kwa sababu jinsi ambavyo watu wanawapokea na kuwaheshimu. Amen. Mnapata chokisema? Amen. Wababa wengi walalamika. Wababa wengi wanalalamika kwamba nyie wanawake, kwa nini mnawaheshimu sana wachungaji kuliko wao? Hilo jibu sina. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pale unapoheshimu, jina Bwana barikiwe sana. Amen. Ndio unapokea. Unanipata ndio kusema? Amen. Kama ule mchungaji unamheshimu, unamuona. Ndio maana unaona mtu kama nani? Alipanda juu ya mti, Zakayo. Yule alikuwa ni tajiri. Halo? Amina. Sema amina. Alikuwa ni nani? Tajiri. Alikuwa ni mtu tungesema leo alikuwa ni afisa wa TRA. Tu mwenye pesa, lakini aliheshimu mafuta ya Yesu. Amina. Aliposikia Yesu anakuja, alifanya nini? Alikimbia, akapanda juu ya mkuyu. Na piga picha. Zakayo alikuwa na kitambi. Cha kwangu kidogo. Unajua mtu mfupi alafu ana kitambi. Piga picha yake, kibonge. Alafu piga picha anapanda juu ya mti. Alipambana. Alafu piga picha ni bosi. Hivi unaonaje hiyo kitu? Halo, unaona? Kama yale mafuta aliheshimu kwamba kiasi kwamba alifanya juhudi. Anataka amuone tu. Ndio maana popote ambapo mikutano inaandaliwa na watu wanatangaza, ile expectation ikawa kubwa. Pale hata mchungaji asipohubiri, yani ule upako tu hajafika, tayari watu wanafunguliwa kwa sababu watu ule upako wanauheshimu. Kaya mambo yanatokea makubwa kwa sababu watu wanaheshimu ule upako. Na upako unatembea na upako unafanya kazi. Ili kutembea kwenye upako lazima uheshimu wanaobeba. Sema amina, sema amen. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema hata kanisani, kama mtamheshimu mchungaji wenu, utaona upako unatembea, utaona mkopo zinatembea. Usikubali kumzoea mchungaji wako, usikubali kumzoea mpaka mafuta wa Bwana.
mke wangu ni mke wangu. Ninaposimama kwenye upako hawezi kuangalia tu kama mme wake, anaangalia mtumishi wa Bwana. Yuko mahali pale, pako mafuta wa Bwana, ipo upako unashuka juu yake. Akiniangalia kwa kawaida hawezi kupokea, lazima na yeye ajue hivyo. Na wewe pia unasikia mahali hapa, ninabeba mafuta, nimepakwa na Bwana, na mafuta yataachiliwa juu yako. Simamia tena. Vijana wengi ambao ni watumishi wanashindwa kutembea katika upako kwa sababu hawaheshimu wale waliobeba. Unasikia mtu anaweza akajifanisha, hata mimi eti mimi leo niko sawa na Mwingira. Mnanipata nachokisema? Sio yeye kwanza ni senior, ni mtu mkubwa, ana kanisa kubwa, Mungu kampa. Kwa hiyo lazima nijue yule kapakwa mafuta, kuna kitu ambacho anacho. Mnanipata nachokisema? Sasa tuko sawa tu na nani? Hatuko sawa. Mnanipata nachokisema? Lazima kama, ndio maana kama mababa wangetambulikana, maana yake mauzauza yanayotokea kwenye huduma hapa zisinge kuwepo, sababu Tanzania hajulikani nani ni baba, hajulikani nani ni mkubwa, hajulikani nani ambaye ametangulia. Unaweza ukawa na watu wengi lakini bado hauna mafuta ya watu waliokutangulia. Hamna. Aliyekutangulia akakutangulia tu. Kuna watoto wanaambia mama yake, ungechelewa kidogo ningekuzaa. Mnanipata nikisema? Yaani anamdharau mama yake, hawezi kupa ushauri. Anamdharau baba yake, akisha anaona katu. Hamna. Kwa upako na heshima ndio utakao kusaidia. Amen. Sema amina kwa nguvu. Amen. Sema amina kwa nguvu. Amen. Muulize mwenzako, unaelewa unaendeleaje? Nipe mkono, muulize mwenzangu, unaendeleaje? Wewe unaheshimu upako? Unaheshimu upako. Haleluya. Amen. Jamani, hapa Tanzania hakuna waimbaji wanaimba vizuri kuliko wengine? Wapo. Na nyewe mnasema hamna kitu bana. Rose Muhando mimi hamna, mbona naimba tu kama yeye. Wapi? Ipa basi tukuone. Lazima watambulike. Manipata vizuri jamani? Amen. Wanaofanya vizuri, hata wachezaji mpira wako wanaofanya vizuri, wako wanafanya vizuri, lazima watambue. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Sasa leo nataka twende mbele kidogo, kabla ya kuingia kwenye karama za Roho Mtakatifu. Nataka nizungumzie talanta au vipaji. Amen. Amen. Sasa kwa somo ambalo limepita tulijifunza umuhimu wa upako wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma, ambao ndio tumemaliza. Na kwenye somo hili nataka tuingie kuangalia karama za Roho Mtakatifu. Ndio nitaanza kuingia sasa, kama nitaweza kwanza karama za Roho Mtakatifu tutakwenda kuangalia, ambao napatikana kwenye Wakorintho wa kwanza 12:7-14. Watu wanatofautisha, wanashia kutofautisha kati ya talanta, kati ya vipaji na karama za Roho Mtakatifu. Sasa talanta ni nini? Kama unaandika talanta au kipaji, talanta au kipaji ni uwezo wa asili unaopatikana kwa mtu tangu kuzaliwa, yaani kile unazaliwa nacho. Jana watu wakauliza, kuna viongozi wanaozaliwa na kuna viongozi wanaotengenezwa. Halo, nasema halo. Kuna viongozi wanaozaliwa, viongozi, lakini hata wale viongozi wanaozaliwa wanatakiwa na wenyewe waendelee kutengenezwa. Kwa hiyo kipaji au karama unazaliwa nayo, upo nayo. Kila mmoja hapa ana kipaji chake. Unajua kipawa chako jamani? Kuna mtu anajua kipawa chake hapa? Mbona hivyo jamani? Hii ni sehemu ya umbile na sura ya kipekee ambayo Mungu huweka ndani ya kila mtu, kila mmoja aliyoko mahali hapa. Sasa talanta inaweza kuonekana katika muziki, hiyo ni talanta. Katika uchoraji, inaweza mtu akawa na kipaji cha kuchora, afundishwe, anaweza kuchora. Katika uongozi wa kiasili kama nilivyosema, katika michezo, katika kufundisha, katika kufikiri kwa ubunifu. Narudia tena, inaweza kuonekana kwenye muziki. Nani hapa alikuwepo? Njoo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kimbia basi na wewe. Huyu hapa, itambulishe.
Jitambulishe. Unaitwa nani? Theophred Constantine. Teo, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ana talanta. Umeelewa vizuri? Kwa nini sana ana talanta? Huyu hajafundishwa kupiga drums. Hajafanya nini jamani? Hajafundishwa. Kwa mtu amekufundisha? Hajafundishwa. Yaani ile kupiga, alafu moja kwa moja alianza kupiga. Maajabu sana. Alianza kupiga kanisani moja kwa moja. Kuna watu na miaka 10. Anafundishwa apiga dudu, anapiga dudu. Hamna kitu. Kule tulifundishwa mamchungaji alikuwa ni moja hapo. Wanafundishwa kinanda. Kuna wazee wawili, sitaki kutaja majina yao. Amefundishwa mpaka anafariki. Akazeka akafa. Akipiga kwe mpaka anaondoka. Kuna mwingine amefundishwa ameshia kisitu kupiga, hamna kitu. Yule hana kipaji. Amen. Lakini huyu moja kwa moja kitu kimetokea, na upokee mafuta zaidi. Amen. Wewe unawahi. Amen. Kimbia. Haleluya sana. Amina. Mimi sina kipaji cha kupiga, ila nimepiga, napiga kinanda, na mimi nilikuwa miongoni na niwafundisha hapa. Usamu huyu nimemfundisha, na hujanipa hela ya kukufundisha, utanilipa baadaye, utanulia soda. Amen sana. Amen. Nikamfundisha, alafu eti leo amenipita. Na mimi niko pale pale naweza kupiga. Mimi napiga gitaa la bass, lakini sina ile professional ya nikapambana hivyo. Sasa mahali ambapo nilitoa mpya nikusema, mimi nikasema najua kuimba. Mimi nilikuwa naimba sauti ya 3. Amen. Amen. Kwenye kwaya inaitwa Manasa Singers. Nilikuwa naimba sauti ya 3. Tulikuwa na mtu. Sasa mimi mwalimu akifundisha, kwa mimi nakuja pale, wimbo gani, hebu nipe kwa wimbo kadogo hapo nini. Amen. Hiyo wote tu. Nanyi mnahitaji maombi. Mungu wasaidie. Basi mimi nikiimba pale, asante, nikiimba sauti yangu inakuwa flat, alafu kwa hiyo inasikika kuliko wengine. Kwa hiyo unajua kwamba mimi hapa ndo naimba, kumbe mimi ndo niko nje ya watu. Ukisikia sauti hapa inatoka kuliko jua, wewe tayari umeshatoka kwenye kii. Wakaniambia hivi, wewe mchungaji, wewe ni mwinjilisti, haujui kufanya nini? Kuimba, na hutaweza kuimba. Lakini napenda kuimba. Akasema hakuna, mimi naweza kuimba. Nikaendelea, nikajitahidi. Nikajitahidi. Wapendwa, nikajitahidi. Kwa maajabu, wale wanaambia si kuimba, wale na walimu wanaambia si kuimba, mara nikatunga wimbo, nikatunga album. Haleluya. Amen. Napenda kuimba sifa zako, napenda kusifu jina lako. Jina la Yesu lapita majina yote. Jina la Yesu kiboko ya mapepo. Napenda. Nikuulize, hapo sijui kuimba. Acha wewe, sijui. Nikaimba na nikatunga na wimbo. Nikatunga majaribu ni ya kitambo tu. Tukifika mbinguni kwa Baba tutaimba wimbo mpya. Nimeshasabu na ni wa kwangu. Amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Majaribu ni ya kitambo tu. Majaribu ni ya. Sasa hapo sijui kuimba. Nikatunga nyimbo albamu 2. Haleluya. Lakini sina kipaji. Hiyo imelazimishwa. Haleluya. Amen. Kama force tu itaenda. Amen. Haleluya sana. Amina. Sasa kipaji kingine nikagundua cha kuandika vitabu. Nilipokuwa Marekani, nikakana rafiki yangu, nikana na ile A5 ile. Nikaanza kuandika, nikasema mimi nitakuja kuandika vitabu. Naandika vitabu. Akacheka mpaka akakaa chini. Wakaandika kitabu kweli ndio wewe. Wapendwa, sasa hivi nataka kuambia nimeandika vitabu.
zaidi ya 12. Amen. Naomba vimefika mpaka Marekani, vinasomwa kule, vinasomwa South Africa. Siku moja nikiwa kule ni Uganda, Uganda ni kitabu changu cha maombi kikafika pale. Wapendwa, hamwezi kuamini, yule mtu ambaye wakuwa njiani wa kawaida tu hawezi kuandika, niliandika nikawa na watu kutoka kila mataifa, kutoka Zambia, kutoka wapi. Mimi nimekaa pale na saini. Haleluya. Na saini kitabu nauza kwa dola, nauza kwa randi, nauza kwa nini. Haleluya. Kusema hata kipaji kikigeuka kinampatia nafasi. Kitabu cha uongozi niliitwa Klaus, nikajua na Masudi Kipanya. Nikakaa pale Klaus anaoji naelezea uongozi, kwa sababu kile kipaji ambacho kiko ndani mwangu. Na mimi naomba mahali hapa tulipo, inawezekana cha kwako kimefichika, Bwana akinyanyue katika jina. Nasema nini? Hicho kipaji chako kinaweza kikaleta mabadiliko. Sema amina tena, sema amina tena, sema amina, sema amina. Kwa hiyo kuna ambao wamezaliwa navyo, wengine tunalazimisha. Tafanya jamani, tunalazimisha. Kama ya kuimba nalazimishaga. Amna na short. Wewe amna, wewe mapresident na wewe kwani. Sasa huyu anasema eti ni kweli, na yeye ni miongoni aliofundishwa kinanda, akapiga mpaka kwaya. Sasa hivi hajui hata kila na yeye hana kipaji cha kupiga, lakini ana kuimba. Haleluya sana. Sema amina, sema amina. Kwa jina la Yesu. Vipawa kwa jina la Yesu. Bwana vinyanyue vipaji vyako. Amen. Kama vinaonekana kwenye maeneo na vipaji ndio vinalipa kuliko hata elimu wakati mwingine. Amina. Uongo jamani. Mtu anacheza tu, anadanganya watu. Mtu akasema kucheza mpira ni dhambi. Sio mimi, mtu. Sasa wewe kabisa unaenda pale golini. Unapiga penalty. Haleluya. Unataka kupiga huku, unapiga huku. Uongo. Alafu unampiga chenga mtoto wa Mungu. Amen. Amina. Haya, unamkata. Mimi nilikuwa nachezaga mpira. Mimi mpira wangu ulikuwa ni wa rafu. Nilikuwa navaa viatu vinaitwa mambwa. Lazima nikukate masafari buti yale. Unapita unaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa talanta zinahitaji mazoezi, elimu na maendeleo ili zionekane kwa ufanisi zaidi. Hata kama una talanta, hata kama una kipawa, lazima ufanye mazoezi. Mimi nilikuwa na rafiki yangu, siku atakuja hapa, anaitwa Alex. Tulikuwa tunajifunza wote muziki. Unasikia vizuri? Amina. Yeye akajiendeleza, naomba watoto wanaangalia, akajiendeleza akawa na usiku, yani mchana na usiku, yani wapiga kinanda hao hawalali, yani kinanda anapiga mpaka usiku, mpaka wapi anapiga. Wapendwa, sasa hivi anamiliki studio yake. Amina. Afro na ule wimbo turekodia kwake. Kwa nini? Anajiendeleza. Waimbaji mlioko mahali hapa, fanya mazoezi. Wapigaji, fanya mazoezi. Hapa unapopiga, yani kinanda unapiga mpaka roho anashuka. Haleluya. Unapiga drums mahali hapa, yani mpaka unashangaa. Watu wanakutafuta kwa sababu ya kipaji ulicho nacho. Lakini lazima uendeleze. Wengi hawaendelezi. Kwa hiyo lazima, kama uko una kile kipawa ulicho nacho, mimi niendelea kipawa changu cha kuandika. Na mimi naamini kabla sijafariki dunia hii nitakuwa nimeandika sio chini ya vitabu 50. Amina. Hata kusema amina. Wewe hata kuandika notes umeshindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mimi hata nikifa nitakuwa naishi. Watakuwa nasoma vizazi na vizazi. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Mathayo 25:14 sasa utaenda kuandika. Inaonyesha mfano wa vipawa na talanta viwekwa kwa lengo la kuzalisha. Haleluya sana. Amen. Lakini vipawa vinaweza kushirikiana na karama. Manipata vizuri jamani? Vipawa wewe vikashirikiana
na karama na kutumika kwa moja. Kwa mfano, mtu wa kipaji cha kuimba anaweza pia kupewa karama ya kuabudu kwa nguvu ya kiroho isiyo ya kawaida. Mnanipata vizuri jamani? Mtu mwenye power kwa kuimba, sababu unaweza ukaimba jamani. Kuna waimbaji wa dunia, nisikie vizuri, ambao hawajaokoka, wanaweza wakaimba hata nyimbo hizi za kwetu, lakini hawana upako, hawana nguvu. Lakini nasema waabudu halisi wanapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama una kipaji cha kuimba, weka na upako wa Roho Mtakatifu. Haya, nimeona Boaz Duncan anaimbisha, haleluya, anaimbisha pale, anaimbisha, sio mhubiri, lakini ana karama, anaimba pale, wepo Mungu unashuka. Ndio maombi yangu nayoomba, kama Mungu watu wanapoimba, waimbaji wanapoimba, wanapoimba, upako Bwana unashuka, shida kwa mbele, kwa moyo tu, katika jina la Yesu. Inapoimba leo tunaita artificial glory kama kwaya, ili kwamba watu waburudike. Unaanza na step, haleluya, unajaribu emeni yako kwanza, unajaribu ukifanya hivi watu unafanya hivi, nikaona wengine kabisa sijui nini, lakini nasema hauhitaji kunengua, hauhitaji kucheza. Kama kuna tena tumishi wa Mungu Sedekia marehemu, yeye alikuwa stepu zake tu ni za hapa kama za kwangu. Uwepo wako umenifunika, talalala, uwepo wako umenifunika. Alikuwa cheze nyimbo zake mpaka leo zinaishi, nyimbo zake mpaka leo zinaokaa. Alikuwa na kipaji na alikuwa na karama, alikuwa na Mtakatifu. Na waombea waimbaji walioko mahali hapa, kama wapokee kipaji na wapokee upako na wapokee nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na kucheza, lakini kuna upako. Haleluya, piga tena shamba moja kwa jina la Yesu. Kama mwili mtu mmoja mahali hapa, mpaka malaika mbinguni wanashindwa kukaa, shaka katikati ya siku na watu wako. Haleluya, wanapoabudu unaja kuambia watu nyanyua mikono, unaja kuambia watu cheza, unaja kuambia watu kaa. Kuna upako peke yake, wengine ni wakavu kama ile chapati ambayo nilikuwa nashiriki wakati wa Yesu.
ukivunja nasema yani ni mkavu. Hakuna kitu, wanatoka jasho lakini hakuna kitu. Talanta ni zawadi za asili kama sema tofauti aziweka Mungu, lakini karama ni za kiroho. Haleluya sana. Twende mbele kidogo. Iko siku nitaweza kuelezea, nitapokuja kuzungumzia kwenye Agano la Kale, nitaelezea kuna watu Mungu aliwapa vipaji. Sasa twende si karama za Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma. Leo nitaweka msingi afu nitamalizia wiki ijayo. Karama za Roho Mtakatifu zitakuwa zianze kuonekana kwenye maisha yako kwa ajili ya kuweza kuhudumu kwa upako wa Mungu zaidi. Mtumishi wa Mungu anaitwa Enoch Sorensen anasema, anaelezea kiini cha karama. Sikia vizuri, kiini cha karama kwa kutumia neno karama. Karama tunasema ni kama ni karismata au karisma. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Ambao ni karama, ni zawadi kama sema za kiroho, zinatolewa na Roho Mtakatifu kwa waumini ili kutumikia wengine na kutumikia kanisa. Kama inatolewa na Roho Mtakatifu kwa waumini kwa ajili ya kutumikia kanisa na kutumikia wengine. Tutaja kuona huko mbele baadaye. Sasa naomba nisikilize. Karama sio kwa ajili ya kujionyesha, bali kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Andika hapo chini. Karama sio kwa ajili ya kujionyesha. Waefeso 4:12 nisomea hapo. Karama sio kwa ajili ya kujionyesha, ni kwa ajili ya kujenga kanisa, ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Nisome hapo. Waefeso 4:12 inasema, naam, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata mwili wa Kristo fanya amani ujengwe. Sasa neno linalotumika kwa Kigiriki ni charismaton. Unaweza kaandika hivyo, charismaton, na maana yake ni zawadi inayotolewa bila kustahili au kwa neema. Ni zawadi inayotolewa bila kustahili, ni kwa neema. Kwa hiyo zawadi hizi tunaziita karama za Roho, si zawadi ambazo Kristo anaweza kujistahilisha, bali ni zawadi alizotoa Mungu kwa neema yake. Sasa nitaweza kuzungumza aina za karama. Naomba nisikize vizuri. Na nataka uelewe vizuri. Karama, nasema karama za Roho Mtakatifu hawezi kujistahilisha, hawezi kuimiliki. Unajua mafundisho yametolewa yapo sahihi kwamba mtu anasema labda na karama ya roho la maarifa, labda unasema hivyo, au labda na karama ya unabii. Ni sawa, lakini hizi karama ni manifestation, ni udhihirisho. Zinaweza zikaja zikaondoka. Halo? Amina. Mnanipata vizuri? Amen. Sasa shida kubwa, nataka nisikize, watu wamefundishwa ni kama sasa kama unayo hata kunena kwa lugha. Nitaweza kuzungumza baadaye, nitaweza kuangalia kama ni karama zinakuja zinaondoka, na inakuja kwa uvuvio. Mungu anaachilia kwa wakati, hata hujaimiliki. Tofauti na mwimbaji, kitalanta ile ukijua ni mwimbaji inaondoka. Hata Lucifer anasema alikuwa ni kiongozi wa sifa wapi? Mbinguni, na hata alipokuja bado yupo na karama yake. Uliuliza swali, ndio maana unaweza kukuta mtu alikuwa mhubiri. Nilimwona dada mmoja, nilimposti, wangapi waliona kwenye Facebook? Yule dada alikuwa ameelewa hapo na ubiri. Wangapi waliona kwenye Facebook? Anahubiri, Yesu alikuja. Yule alikuwa ni mtu wa kanisani, akarudi nyuma, hata wakati amekunywa pombe anahubiri. Na mimi nakwambia ule ujumbe wake, kuna watu walilia na ulevi wake vile vile. Kuna watu watatubu na kuokoka. Anatumika, lakini anaweza kama asipookoka vizuri ataenda jehanamu. Sasa karama za Mungu hazina majuto. Ndio waweza kuwa na waimbaji tena walishaacha Mungu siku nyingi. Wengine wanatembea kwenye uzinzi, wanatembea kwenye shida, wanatembea kwenye tabu, wanafanya machafuko, lakini bado wanaimba. Nimemwona mwimbaji mmoja, simtaji jina, mtandaoni anatukana huko, usisemi ni nani, anatukana, anafanya nini, lakini bado anaimba na watu wanampenda. Ile ni karama tu, kile ni kipaji tu, lakini haina maana mbinguni naenda, hamna. Kwa hiyo Mungu akusaidie hizo karama
sio umejistahilisha, sio za kwako, na usijivunie kwa sababu unanena kwa lugha. Hakuna kitu kama hicho. Matunda ya Roho Mtakatifu yatakayoonekana kwenye maisha yako. Haleluya sana. Amen. Sasa naomba tuangalie kwa haraka aina mbalimbali za karama za Roho. Aina. Hebu nisome pale kwenye Wakorintho wa kwanza 12:4. Aina mbalimbali. Nataka niweke hapo, nazidi kuweka msingi. Somo litaendelea wiki ijayo tena. Nitakuja kuchambua karama hizi 9 tutaanza kuangalia. Nisome pale. Wakorintho wa kwanza 12:4 inasema, basi pana tofauti za karama. Pana tofauti za nini? Za karama. Sema kwa sauti, pana tofauti za karama. Pana tofauti za karama. Bali Roho ni yeye yule. Amen. Bali Roho ni yeye yule. Hebu simama, mtafute mtu mmoja, mwambie pana tofauti za karama. Alafu muulize mwenzangu, naendeleaje? Bado upo? Muulize, mwambie pana tofauti za karama. Hazifanani. Haleluya. Unaweza ukaketi sasa. Naomba nisikilize unayeandika. Hakuna mpangilio maalumu ambao Biblia inaorodhesha mpangilio wa karama, yaani kwamba hii inaanza hii inakuja hii. Huo mpangilio haupo, lakini tunajua ziko karama, na pia kuna baadhi ya maeneo yanayofanana au kuingiliana katika mifumo ya uainishaji. Kuna karama zinazoingiliana. Kwa mfano, nisikie vizuri, kuangalia. Hebu tena mbele kidogo nielewe. Sasa tuangalie kwenye hizo karama, aina za karama. Moja, andika aina za karama. Karama za kuimarisha kanisa, kulifikisha katika ukomavu. Aina ya kwanza ni karama za kuimarisha kanisa, kulifikisha katika ukomavu. Kwa Kiingereza wanasema hizi ni spiritual offices. Haleluya sana, ambayo inapatikana kwenye Waefeso 4:11-16. Naomba nisomee hapo kwa haraka. Kwenye Waefeso 4:11 ni pale moja tusomee. Waefeso 4:11 inasema, washa maiki. Inasema, endelea kusoma. Inasema kama endelea tu. Inasema hiyo siache kuweka hapo. Ndio. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Naye ametoa wengine kuwa mitume. Naye alitoa kwa sauti, ametoa wengine kuwa mitume. Ametoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wainjilisti. Sema nyuma mama Tariki. Na wengine kuwa wachungaji na walimu. Na wengine kuwa wachungaji na walimu. Haleluya. Kwa nini? Kwa kusudi. Soma hapo. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hapo. Kwa hiyo naomba nisikilize. Kwa hiyo hizi karama zimetolewa kwa kusudi, hapo ndo hapo kuna mitume, hapo kuna manabii, kuna wachungaji, ndio kazi yako. Naomba nisikilize. Sasa hivi tunachofanya hapa na wajenga. Halo? Amen. Halo? Amen. Ndio ofisi. Hii karama sasa ndio niko nayo. Japokuwa kuna wengi hawajui. Mwingine anajikuta leo anakuwa ni mchungaji, kesho anakuwa ni mtume, kesho kutwa anakuwa ni nabii, alafu anakuwa profesa. Halo, anaendelea hivyo. Lakini Mungu anaweka ndani. Haleluya sana. Amen. Hizi karama tutaweza kujifunza hizi pia. Wakati tunajifunza. Tutaweza kujifunza hizi karama ambazo zinaitwa ni karama 5 ambazo ni huduma ambazo sio kila mtu anazo hizi. Amen. Amina. Sio kila mtu anazo. Na hizi hapa tutaweza kuangalia baadaye. Ni wito wa Mungu anakupa. Sio kwamba unataka, hizi hautaki. Hizi unapewa. Amen. Mungu anaweka ndani mwako kama ni uchungaji. Na watu wasema uchungaji hausomwi kwenye chuo cha Biblia. Uchungaji ni wito. Amen. Chuo cha Biblia inanoa kile Mungu alichoweka ndani mwako. Amen. Sema amina kwa Mungu. Amen. Sema amina kwa Mungu. Amen. Na hapa Mungu ataniwa mitume. Amen. Mungu ataniwa manabii. Amen. Ataniwa wainjilisti. Amen. Ataniwa wachungaji. Amen. Sema amina hata kama utaki. Amen.
na tutafundisha. Aina ngapi? Ya kwanza. Aina ya pili ni karama za Roho Mtakatifu. Nataka uelewe, nataka niweke ujue kwamba kuna hizi tofauti. Karama za Roho Mtakatifu ambazo tunaita manifestation gift of the Holy Spirit, kama karama za udhihirisho wa Roho Mtakatifu ambayo inapatikana kwenye Wakorintho wa kwanza, nenda pale 12:7-11. Wakosoma kwa makini hapo. Wakorintho wa kwanza 12:7-11. 7-11 inasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Naomba unisikilize hapa. Naomba mnisikize. Lakini nani? Kila mmoja. Kila mmoja. Kulegea wasemi kila mmoja. Kila mmoja. Maana yake na wewe, si ndivyo? Ndio. Hizi karama kila mmoja anapewa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, nitapewa karama. Nitapewa karama. Sema kwa sauti, nitapewa. Nitapewa. Endelea. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Mtu mmoja. Mwambie, mguse mwenzako, mwambie mtu mmoja anapewa neno la hekima. Mtu mmoja anapewa neno la hekima. Wewe acha kumtania. Mwambie mtu mmoja anapewa neno la hekima. Mtu mmoja anapewa neno la hekima. Mguse, mwambie mtu mmoja anapewa neno la hekima. Mtu mmoja anapewa neno la hekima. Endelea. Na mwingine neno la maarifa. Mwingine, mwambie mwingine neno la maarifa. Mwingine neno la maarifa. Hayo kumbe mwingine anapewa maarifa. Kwa hiyo usinionee wivu. Amen. Amina. Maarifa usinionee wivu. Mwingine apendavyo Roho yeye yule. Alafu anavyopenda nani? Roho. Sio unavyotaka wewe. Mwingine imani katika Roho yeye. Mwingine imani, mwambie mwingine imani katika Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Na mwingine karama ya kuponya katika Roho yule. Mwingine karama ya kuponya katika Roho yeye yule. Sijasema useme amen. Sema mwingine karama ya kuponya. Mwingine karama. Mwambie mwenzako acha mazoea. Mimi sijasema. Haleluya. Amina. Endelee. Na mwingine matendo ya miujiza. Mwingine matendo ya miujiza. Wewe sema mwingine matendo ya miujiza. Mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha. Unasema taratibu. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine aina za lugha. Na mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini katika kazi hizi zote hapa roho na hapa kila mtu, kwa hiyo kila mmoja atakuwa na kwake. Haleluya. Sema mwaya. Sema mwaya. Kila mmoja atakuwa na kwake. Kila mmoja atakuwa na. Tusionane wivu. Roho anatoa unachotaka. Amen. Kama utaki Roho anatoa. Kama utaki utakuwa na moja kwa jina la Yesu. Amen. Ndio mikono ya wanaotaka kupokea. Sema nitapokea. Sema nitapokea. Unapewa bure. Haleluya. Unapewa bure. Haleluya. Amen. Amen. Nasema tena amen. Amina. Ya kusema mimi Mungu alipa karama ya imani. Amen. Na inafanya kazi. Inaamini mambo yanatokea. Unasikia ninachosema? Amen. Jua lisimame na mwezi usimame. Tupigane vita. Sasa simnisaidie. Mimi sasa hiyo karama sina. Twende. Joshua alisema jua lisimame na mwezi usimame. Tupigane vita, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Wewe utamtumikia na. Nataka pale acha huko. Joshua alisema jua lisimame na mwezi usimame. Leo tumsifu Bwana. Amen. Joshua alisimamisha jua. Lakini mimi kwa
lilisimamisha mvua. Pale Biafra nikasema mvua haitanyesha. Haleluya sana. Kutendo utaendelea. Tukiwa studio tu rekodi, umeme Joyce anakumbuka, umeme ulikatika. Nikasema ndani ya dakika 5. Hapo sasa. Wewe leta beti. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema shetani akaona wivu. Amina. Ndani ya dakika 5 wewe kimbia leta beti ya. Ni huku na huku. Haya. Huyo niona. Haleluya sana. Amen. Nisikilize. Nikasema dakika 5. Nataka urudi. Na ukarudi. Sasa kwa nini wewe Mungu asikusaidie? Amina. Amen. Sema amina. Amen. Juzi nilikuwa nahitaji kuna hela fulani. Kama nilikuwa nahitaji tu mahali fulani. Nikaomba. Sasa mimi sijui itakuwaje. Kama uko hapo utaniambia. Mimi nikaomba kwa imani, taka hiyo hela. Kuna shida? Haina shida, twende tu. Balisha pale. Ikasema kwa jina la Yesu naomba. Wapendwa, mimi sijajua kama ni wewe utanipata. Ili kuja 100,000. Sasa mimi sijui kama ikaja, mpaka leo sijajua imetoka wapi. Alikosea? Kama ulikosea jamani, kwa 100,000 ilikuja. Sijajua ni ya nani. Na nimekuta. Mpaka leo nikasubiri mpaka leo sijajua bado. Sababu sitakuwa mtu atuma hela unasema ni ya kitu gani? Kama mtu alikosea jamani aje nilipate chukua hiyo hela. Haleluya sana. Amen. Lakini mimi nilitatua tatizo langu tayari. Haleluya. Kaimani, bwana unaweza. Kaimani. Kwa hiyo sasa hizo tutaanza kuongea baada hizo. Kwa hiyo nimesema karama za Roho Mtakatifu. Hizi ni karama za Roho Mtakatifu. Manifestation gift of the Holy Spirit. Ambao kila mmoja atakuwa nayo na hapa lazima tutaona. Amen. Ya 3. Karama za huduma kuwafikia watu wa nje ya kanisa, utawala na uongozi wa kanisa. Karama za huduma za kuwafikia watu wa nje ya kanisa, utawala na uongozi. Kwa Kiingereza tunaita ministry gifts, graces. Tunaita ni karama za neema. Katika Warumi ile 12:6. Nisome pale. Tutamalizia Warumi 12:6. Warumi 12:6 inasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Tuna nini jamani? Karama. Tuna karama. Naomba nisikilize hapa. Naomba mnisikilize vizuri. Nafundisha. Naomba mniangalie. Niangalieni wote, nikodolee macho. Nikodolee macho. Tuna nini? Karama. Tuna nini mchungaji? Karama. Tuna nini? Karama. Zilizo mbalimbali. Tunazo. Zipo nje? Tunazo. Halo? Amen. Mnanipata nachokisema? Amen. Tuna karama. Yaani sasa hii hapa zipo. Tumeshaona. Kwa hiyo nayo kila mtu anayo moja. Amina. Hizi ni inaitwa ministerial gift na utapokea. Sasa wewe sio unapokea, itafufuliwa. Amen. Soma hapo. Kwa kadiri ya neema mliopewa. Ya neema. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ya neema. Ikiwa huduma, karama nyingine ni huduma. Tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kurehemu kwa furaha. Halo? Tutajifunza hizo pia. Haleluya. Amen. Hizo kila mtu anayo. Ni kwa ajili ya huduma. Haleluya sana. Amen. Sema amina. Amen. Sasa naomba andika sababu za kutolewa kwa karama za Roho Mtakatifu kwa kanisa. Sasa tutakwenda kuangalia, hatutaangalia ile karama, tutaangalia ile ofisi, zile karama za ofisi. Tutaangalia karama za huduma. Tutaangalia karama za Roho Mtakatifu. Moja ni kulijenga kanisa. Moja, kwa nini zimetolewa? For edification of the church.
kulijenga kanisa. Jambo la pili, kutoa nguvu kwa ajili ya huduma. Mtapokea nguvu akisha kwa Roho Mtakatifu juu yenu, kupokea nguvu. Na jambo la tatu, kuliimarisha kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa tukija wiki ijayo tutakwenda kuangalia karama ambazo zimetajwa sasa, ambao ni karama ya imani, matendo ya miujiza, uponyaji, neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho, kunena kwa lugha na unabii na kufasiri lugha. Tutaangalia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Amina. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 12:11. Wakorintho wa kwanza 12:11 inasema maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi ni mwili mmoja vivyo hivyo na Kristo. Amen. Kwa hiyo hizi karama ni mbalimbali. Sasa nisiendelee sana, nitakwenda kuzungumza wiki ijayo. Wangapi wanajifunza? Amina. Wangapi wanaelewa? Amen. Simama kwa miguu yako. Naomba praise and worship team tumamalizia. Joshua alisema shine kwa na mwezi usimameo. Tunamaliza na huo wimbo. Mimi sio mwimbaji. Chukua mic. Unaweza kutumia hata ya kwangu. Imbisha. Nani anaimbisha wimbo? Ni wewe. Shika hii. Shika hii. Yoshua alisema jua lisimame na mwezi usimame, tumsifu Bwana. Yes.